Habari za usiku mtazamaji wa Islah TV. Karibu katika kipindi chetu na ni mwendelezo wa kipindi chetu ndani ya Islah TV. Nondo za Alhaji Dr. Sule, tafsiri za ndoto. Safari tumeanza jana vyema kabisa. Kwa wale ambao tumeungana nao jana, basi fursa umeipata nzuri ya kupata elimu, lakini leo ni siku nyingine pia tunakutana tena hapa kupitia Islah TV kwa ajili ya kukujuza kile ambacho tumekusudia. Kama ilivyo ada, ikiwa ni siku nyingine, jana tumetazama aina 3 za ndoto na tulijikita zaidi kwenye ndoto ya nyoka, ndoto ya mbwa pamoja na ndoto ya simba, na tafsiri ya hizo ndoto pia alituambia Alhaji Dr. Sule hapa akigusia kwa namna hiyo. Lakini leo pia tutakuwa na safari nyingine ya kutazama aina nyingine za ndoto, ikiwemo ndoto ya makaburini, ndoto ya kula vyakula ama nyama, au tuseme unaota unakula nyama, lakini pia ndoto ya kutumbukia kwenye shimo pamoja na ndoto ya kukabwa. Tutatazama kwa kina huko, na utakuwa na fursa nzuri hapo baadaye ya kuwasiliana na sisi kwa maana ya kupiga simu hapo baadaye. Tutakupa fursa hiyo ya kupiga simu, lakini pia tutakuwa na fursa ya kusoma comment kupitia TikTok, kwa sababu tumekuwa tukienda live. Kwa wale ambao tuko nao TikTok, basi najua kabisa kwamba saa hizo watakuwa wameanza harakati za kutupia comment zao na tutasoma baadaye. Nikukumbushe tu kwamba Islah Islamic Dua Center ni kituo chako bora kabisa cha tiba, na hii inakupa fursa ya wewe kwa maana ya kupata nafasi ya kukutana na matabibu waliobobea katika dua, lakini pia katika visomo na kadhalika. Karibu hapa Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 3 hapa jijini Dar es Salaam. Fursa hii utakuwa nayo na utapata nafasi ya kukutana na Alhaji Dr. Sule pamoja na wasaidizi wake kwa ajili ya kujua changamoto na kutatuliwa tatizo ambalo uko nalo. Mimi naitwa Ali Ngamba, nyuma ya kamera yuko Jamali Hamza J Waradha, director atasimamia matangazo haya picha na sauti kama ilivyo ada kupitia pia platform zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, lakini pia mtandao wa Threads, bila kusahau TikTok tuko live kabisa, YouTube channel Islah TV. Alhaji Dr. Sule yuko hapa kama ilivyo ada. Alhaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakuna shaka leo ni siku nyingine tunakutana tena hapa, bila shaka muda wakati ndio huu. Naam. Ahadi imetimia. Jana uliahidi kwamba tutakuwepo hapa siku ya leo na ni mwendelezo wa vipindi vyetu. Bahati nzuri tumekuwa pamoja. Karibu sana. Asante, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa Islah TV. Karibu kama alivyokueleza hapa mwendeshaji wa kipindi hiki ndugu yangu Mwalimu Ali Ngamba kwamba leo tutakuwa na tafsiri ya ndoto, na tunafanya yote haya kujaribu kuwaelekeza jamii inayotuzunguka namna gani tunaweza tukawapa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali ya mambo ya kispiritual ambayo pengine imekuwa vigumu kuyajua tafsiri yake. Ndio maana leo tumeamua kuweka maudhui hii ya tafsiri ya ndoto ili wale wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kwa ujumla waweze kupata faida kubwa kutokana na mafundisho ya tafsiri ya ndoto katika maisha yao. Naam. Na kama alivyotangulia kusema kwamba tutakuwa na tafsiri ya ndoto za aina 4, japo siamini kama tunaweza tukazimaliza zote kwa sababu ni jambo pana na tutakulieleza kwa upana kabisa na watu wapate kujifunza. Kwa hiyo inshallah leo tunaweza tukazungumza kadhaa, zikibakia kesho tutaendelea, ili mradi kwamba jamii inafaidika kwa kiasi kikubwa juu ya tafsiri za ndoto katika maisha yao. Naam. Mpenzi mtazamaji, kama ambavyo tumetangulia kusema, ndoto ya kwanza tunayokwenda kuizungumza leo ni ndoto ya kuwa makaburini au ndoto inayohusu makaburini. Mara nyingi watu wengi wamekuwa wakihisi kuota kaburi ni nuksi, mikosi, vifungo na jambo ambalo pengine sio zuri katika maisha ya mwanadamu. Lakini tafsiri ya ndoto ya kaburi inaweza kubadilika kulingana na muotaji, aina ya muotaji, wakati anaoota, mazingira ya uotaji. Hayo yote yanatazamwa ndio yanaweza kutupa tafsiri ya hiyo ndoto kuwa ni mbaya ama nzuri. Niliwahi kusema jana katika miongoni mwa ndoto nzuri ni kuota unachimba kaburi. Nikasema ukiota unachimba kaburi, hii ina maana kwamba wewe utakwenda kupata
nyumba. Utajenga nyumba, nyumba nzuri mpya kabla hujafa, na unaweza ukawa unaishi. Lakini sio hiyo tu, ukiota unachimba kaburi kama wewe ni mwanamume, hii inaweza kuwa tafsiri yake nyingine kwamba unaweza kufunga ndoa soon as possible. Utapata mrembo na utamuoa. Okay. Kwa hiyo wakati mwingine kuota ndoto unachimba kaburi, maana yake ni kuwa unakwenda kupata mahusiano mapya mazuri na yatakayo kufurahisha. Okay. Hiyo ni miongoni mwa baadhi ya dalili ama ndoto, tafsiri ya ndoto. Au inaweza kuashiria kwamba utakutana na msichana na kuwa na msaada naye, na ikibidi kuanza maisha pamoja ama mahusiano ya pamoja. Kwa kawaida pia unapoota ndoto yoyote inayohusiana na kaburi, kwa mfano ukaliona kaburi limechimbwa alafu ukawa unajaribu kulijaza, yani unajaza mchanga kwenye kaburi. Nikisema hivi nafikiri naeleweka. Yani kuna mtu amekufa pale kawekwa, alafu wewe unaota unajaza mchanga katika kaburi. Ndoto hii inaashiria kukunjukiwa kwa riziki, kuwa na mipango mingi ya uchumi itakayofunguka. Okay. Manake pesa zitamiminika kwako, vipato vitakuwa vingi ukiota unamwaga mchanga unalijaza kaburi. Sasa kaburi ni kitu kibaya, watu wengi wanaamini hivyo tuseme, lakini kwenye tafsiri ya ndoto iko tofauti. Ndio maana tunawafundisha watu, sio kila mtu anaweza kufasiri ndoto, sio kila anayefasiri ndoto ana taaluma ya kufasiri ndoto. Kwa hiyo unapoota unajaza mchanga katika kaburi, hii ni ndoto inayokupa matumaini kwamba utakuwa na riziki nyingi siku za mbeleni, na unatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu akujalie kufanikiwa kupata hicho ambacho unakikusudia. Lakini mtu binafsi akiwa anaweza kuota usingizini mwake kwamba anatembea kuelekea makaburini katika ndoto yake, basi hiyo inamaanisha kwamba mtu huyo atakuwa na dalili za maendeleo na muotaji atafanikiwa katika kazi zake. Kwa maana ukiota ndoto unakwenda makaburini, yani unaona ndoto zako unakoelekea unakwenda makaburini. Ukiona unaota ndoto unakwenda makaburini, basi zile shughuli zako, mafanikio ya shughuli zako zitafunguka. Kama ni kazi yako itapata mafanikio. Kama ni biashara yako itapata mafanikio. Lakini wakati huo ukiona unazikwa katika kaburi, ni ndoto mbaya. Okay. Yani wewe mwenyewe sasa ukaona umechukuliwa unatiwa katika kaburi unazikwa, hiyo ni ndoto mbaya. Hiyo ndoto mbaya. Kwa sababu hapo inaashiriwa unafungwa, hapo inaashiria unazikwa, unapotezwa. Yani wewe ukiwa unatembea barabarani, wewe watu hawakuoni. Manake ushapigwa giza, wewe ushaathirika katika maisha yako. Kwa hiyo ukiona unaota ndoto unakwenda makaburini, hii inamaanisha kwamba kazi zako zitafunguka, biashara zako zitafunguka. Maana halisi ni kwamba utainuliwa katika mlango wa mafanikio. Ima unaweza kuinuliwa kwenye cheo, ama unaweza kuinuliwa kwenye kazi kwa maana ya uchumi, unaweza kuinuliwa kwenye hadhi na vitu vya mfano wa hivyo. Kwa kawaida mtu anapoota ndoto hizi za makaburi, watu wengi huwa wanadhani kuwa ni ndoto mbaya, na wengi huwa wanaziogopa kwa sababu ndoto ya kaburi ni ndoto ambayo watu wengi zinawasikitisha. Lakini ukiota ndoto umesimama pembezoni mwa kaburi, unaona sasa tofauti. Ukawa umeota ndoto umesimama pembezoni mwa kaburi, yani umesimama pembeni mwa kaburi, hii ndoto inaashiria kuna kikundi cha watu wanapanga njama kukuangamiza. Ukitumbukizwa umefungwa, yani ushaingia katika matatizo. Ukisimama pembezoni mwa kaburi
tafsiri yake kuna watu wanapanga njama za kukumaliza. Hiyo ndiyo moja kati ya tafsiri za ndoto kwa mtu anayeota yuko karibu na kaburi. Kwa hiyo hapa watu wafahamu kwamba kuna tofauti kati ya kupita, kama hilo ulivyosema kwamba kupita unapita pembezoni mwa makaburi, na kusimama, si ndio? Kupita uwe unakwenda makaburini, yani unatokea sehemu ambako hakuna makaburi, mbele yako kuna makaburi unayafuata. Okay. Hii ni ndoto nyingine ya kuwa umesimama pembezoni mwa kaburi, manake uko katika eneo la kaburi. Hii na tafsiri nyingine. Ukiwa umetumbukizwa ndani ya kaburi, hii na tafsiri nyingine. Ikiwa unachukua mchanga unajaza ndani ya kaburi, hii na tafsiri nyingine. Okay. Nadhani hapa nitakuwa nimeeleweka. Hapa sio umeeleweka. Labda nivirudie hivyo vipande kwa wasikilizaji wetu kwa faida yao. Okay. Ukiota unakwenda makaburini, yani uko mbali, makaburi yako mbele, unayafuata makaburi. Ndoto hii inaashiria kwamba wewe katika maisha yako utafanikiwa. Nimeeleweka sawa sawa? Ndio. No, kwanza tuanze. Ukiota unachimba kaburi, yani unachimba kaburi, moja kati ya tafsiri mbili itakuja. Ima unaweza ukajenga nyumba mpya na ukaishi, au unaweza kukutana na msichana ukaanza mahusiano mapya ambayo yatakuwa ni mahusiano yenye furaha na yenye baraka kubwa. Okay. Nimeeleweka sawa sawa? Nakuelewa. Lakini ukajiona sasa unatembea kuelekea katika makaburi, yani unatembea kuelekea makaburini. Kuna makaburi sehemu na wewe unatembea unaelekea kwenye yale makaburi. Hapa tafsiri yake, mipango yako, kazi zako, biashara zako zitapanda na utainuliwa kiuchumi. Okay. Na kama cheo utapandishwa cheo, kama ni thamani utapandishwa hadhi. Lakini ukiota umesimama pembezoni mwa kaburi, hiyo tafsiri nyingine sasa. Ukiota umesimama pembezoni mwa kaburi, tafsiri yake hapo, wewe umezungukwa na maadui wanataka kukumaliza. Lakini ikatokea umeona umetumbukizwa ndani ya kaburi, unazikwa. Tafsiri yake, uadui, vifungo, mikosi, giza, hila na mbinu za adui yako zimesha kukamata. Nafikiri naeleweka sasa. Nimekuelewa vizuri. Hiyo ndio tafsiri miongoni mwa tafsiri za ndoto. Naam. Na mtazamaji wa Islah TV, amekupitisha Alhaji hapa kwenye tafsiri ya ndoto ya makaburi. Bado tuko hapa, utaendelea kupata nondo zake kama ilivyo kawaida, na nikukumbushe tu kwamba hapo baadaye tutachukua simu yako kupitia namba 0710 tutapokea simu yako. Kwa wale ambao wako nje ya nchi, basi utatumia fursa hiyo hiyo ya kupigia namba hiyo hiyo. Inawezekana kupitia WhatsApp alama ya kujumlisha 255 710 tutatumia namba hiyo kwa ajili ya kufanya mawasiliano. Itakuwa vizuri zaidi ukajiweka sawa pale tutakaporuhusu tu, basi tutakuwa na fursa hiyo ya kupiga simu. Lakini kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia TikTok, asanteni sana, na nyie pia mna nafasi nzuri kabisa ya kucomment. Kama una swali, kuna jambo hujaelewa vizuri, au unataka tafsiri ya ndoto, unaweza kucomment hapo, baadaye tutachukua fursa hiyo ya kusoma. Nikukumbushe kwamba wakati yote haya tunayazungumza, Maumo Shamas ninalo kusudi la msingi la kukukumbusha wewe na kukuambia kwamba yanapatikana maji haya hapa Islamic Dua Center Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba. Kama ilivyo ada, maji haya yanapatikana hapa Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba. Kama ilivyo ada, unayapata kwa shilingi 3,000 tu. Uzuri unayapata na unatumia kunywa kama ambavyo unaweza kunywa maji mengine tu ya kawaida, lakini maji haya yana utofauti mkubwa kabisa. Ukitazama sifa yake, moja sifa yake ni kuondoa uchawi na majini, kuondoa nuksi, kuleta mvuto katika biashara, kuleta mvuto katika maisha, mvuto kimapenzi na mengine mengi. Maji haya ni ya dua na ni mchanganyiko wa vyanzo 7 vya maji. Tumekuwa tukizungumza hapa mara nyingi, na Alhaji Dr. Sule amekuwa akizungumza kwa sababu yeye ni mtabibu na mtaalamu. Mchanganyo wa maji haya yanakupa fursa wewe kujua kabisa maji haya ni tiba kwako. Yatumie
yatumie kama maji ya nyumbani. Tuko hapa na Alhaji Dr. Sule, mimi naitwa Ali Ngamba, cameraman ambaye anasimamia matangazo haya Jamal Hamza. Anahakikisha pia unapata sauti, lakini pia kupitia TikTok unapata maelezo haya pia ya kutosheleza kabisa. Alhaji, tuendelee, tuangazie, nadhani bado tuko kwenye makaburi bado tafsiri yake ni pana zaidi. Sana. Mtu anaweza akaota ndoto anakwenda amekwenda kwenye kaburi, lakini kaburi la mtu anayemfahamu. Ndio. Labda shangazi yake au mjomba wake au rafiki yake, amekaa anaota yuko katika kaburi la mtu anayemfahamu. Ukiota ndoto hii inamaanisha kwamba wewe utapatwa na shida za kifedha na kupata hali ngumu ya taabu katika maisha yako. Yani ukiota ndoto uko kwenye kaburi la mtu unayemfahamu, hii tafsiri yake utapata shida, utapata dhiki, mfumo wako wa fedha na uchumi utafungika, hali yako ya uchumi itakuwa ngumu na dhiki zitatawala katika maisha yako. Hiyo ndio tafsiri ya mtu anayeota ndoto hali ya kuwa ameota yuko katika kaburi la mtu fulani. Lakini unaweza ukafika mahala ukaota kaburi liko wazi. Umekwenda sehemu umeota kaburi limechimbwa liko wazi. Na wewe unaliona, ulifuki, ulitii mchanga, lakini unaliona, yani unapita unaona kaburi liko wazi. Hiyo ni dalili kwamba wewe unakaribia kufa. Yani hiyo tafsiri yake, wewe unakaribia kufa. Na vitu vyako vingi vitakuwa vimeingia matatizoni. Uchumi wako, shughuli zako, hadhi yako, thamani yako itakuwa imezidi au inazidi kuporomoka na kuisha. Na hili linaweza kukutia huzuni kubwa katika siku za usoni. Hata wataalamu wanashauri, ukiona unaota kaburi liko wazi, basi jitumie muda mwingi kujikurubisha karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu utakuwa unaitwa na safari ya kifo. Na hiyo haina kubatilisha. Ndoto zote tumesema zina kanuni ya kubatilisha, na ndoto zote tumesema zina tabia na kanuni za kuvuta. Matumizi ya ndoto na hali ya ndoto, wewe ndio utafanya maamuzi. Ushushe au upandishe, uondoshe au uzuie. Yote haya unaweza wewe kuyafanya kama utafuata utaratibu. Hiyo ndo kanuni ilivyo. Naam. Mtazamaji, bado wanaendelea. Naam. Tunatoka hapa hapo kwenye ndoto za makaburini. Ndio. Naam, karibu. Tafsiri za ndoto zinaendelea kusema, ikiwa unaota kuhusiana na makaburi mengi, hiyo inaisha kwamba maisha ya mwotaji aliyoonyeshwa yuko kwenye makaburi mengi, basi huyu atakuwa na tatizo la kuwekwa gerezani. Ukiota umekaa kwenye makaburi mengi, yani unaona makaburi mengi, tafsiri yake utakwenda jela. Yani umekwenda tu mbele yako makaburi mengi sana, afu umesimama unayaona makaburi mengi, basi wewe tarajia unakosa utalifanya au usilifanye kosa, lakini litatokea jambo litakalo kupelekea wewe kwenda jela bila ya kujipanga. Manake utakwenda gerezani muda sio mrefu, wewe utafungwa, utatafutiwa sababu ya kukuweka gerezani. Lakini pia ukiota unachimba kaburi kama tulivyosema, pia inaweza kuwa ni tafsiri ya kuwa utapata pesa nyingi. Tulisema kujenga nyumba, tulisema kuanzisha mahusiano mapya, lakini pia kupata fedha nyingi. Yani uchumi unaweza kupanda sana ikiwa utaota ndoto ya kuwa unachimba kaburi, na hii inaweza kukuondolea hali yako ya dhiki na kupata riziki zenye wasa na mipango mizuri ya mafanikio. Hizi ni tafsiri za jumla za mtu anapoota ndoto. Ikitokea msichana anaota ndoto anaona makaburi, hii ni dalili kwamba anahisi au anakuwa na kukata tamaa na kupata huzuni. Ikiwa sasa we ni msichana umeota ndoto uko makaburini, yani mbele yako kuna makaburi mengi, kule tumesema mwanamume mtu mzima kaota ndoto, moja ya tafsiri yake, au kijana, moja ya tafsiri yake, umeona makaburi mengi mbele yako,
yawezekana kabisa kwamba ndoto hii inaashiria kwamba utapata kosa litakalokupeleka jela. Haijalishi mzee, haijalishi kijana, haijalishi mwanamume, haijalishi mwanamke. Lakini ikiwa msichana ambaye hajaolewa anaona mbele yake kuna makaburi mengi, amesimama karibu na makaburi mengi, tafsiri yake huyu mtu maisha yake yatakuwa ni ya kukata tamaa, atapata huzuni kubwa na vitu vyake vingi havitakamilika. Maanake yeye hatopata furaha katika maisha yake kwa sababu ya kuona yuko katika makaburi. Okay. Ikiwa muotaji wa ndoto ataota anatembea katikati ya makaburi, anayazunguka makaburi, hii ina maana kwamba huyu ni mmoja kati ya watu ambao katika maisha yake atakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi yenye hekima, busara na weredi. Atapatwa jambo litakalomtaka atoe maamuzi yenye busara nyingi, yenye hekima, ambalo matokeo yake yatakuwa chanya na watu watafurahi. Ikiwa anaonekana anatembea tu, anaota kwenye ndoto kinatembea katika makaburi, basi atakwenda kuwa na hiyo hali pale atakapokuwa anaelekea. Na moja kitu ambacho nakiona kwenye somo la leo hasa la makaburini, ndoto za makaburini, yani zina wakati kidogo mgumu wa kutafsiri hivi. Unapaswa mtazamaji pia kuwa makini sana. Kwa sababu kwa namna ambavyo unazungumza tangu umeanza, unaona unapita maeneo ambayo yanataka kufanana kiuhalisia kwa maana makaburini. Inawezekana unatembea kwa namna gani, yani umakini unahitajika kwa kiasi kikubwa sana hapa, maana unaweza kuchanganya mambo hapa kabisa. Kwa sababu kama hapa sasa hizi unazungumzia kuonekana unatembea na kuonekana unatokea nyumbani unakuja, maana yake tofauti. Unakuja makaburi yako mbele, unatembea uko ndani yale makaburi, unatembea. Kuna ile tena umekaa, unaona zinataka kufanana. Kuna ile umesimama tu pale. Kuna ile umesimama tu. Kwa hiyo mtazamaji anapaswa kuwa makini kidogo kwenye namna ambavyo anaweza kusikiliza kwa umakini na sikio pana zaidi, kujua inawezekana kuna ndoto mojawapo ameiota kati ya hizo ambazo umezungumza, lakini akapata tab. Na vizuri zaidi kwa sababu tutakuwa na fursa baadaye ya kupiga simu, unaweza kuwa na nafasi hiyo ya kupiga simu na kupata kuelezewa zaidi kile ambacho umekiota. Tuendelee Dokta. Unaweza ukaota ndoto unajenga kaburi juu ya nyumba. Unajenga kaburi juu ya nyumba. Yani nyumba kama mfano kama hii ambayo tumekaa hapa, gorofa labda kule juu kule kukaa kunatengenezwa kaburi. Wako watu wanaota ndoto juu ya nyumba anajenga kaburi. Ukiona unaota ndoto unajenga nyumba juu ya kaburi, hii tafsiri yake ni kwamba utapata mafanikio makubwa na utakuwa na bidii kubwa katika utafutaji wako, na bidii yako ya utafutaji itapelekea mafanikio makubwa katika maisha yako, kitendo cha kujenga nyumba juu ya kaburi. Na inaweza kupelekea kutoa shukurani kubwa kwa Mungu kwa kujenga nyumba ya ibada au kufanya kitu kitakachokuwa kinawasaidia maskini, mayatima ama wajane. Yani utajenga resource ambayo itazalisha thawabu katika maisha yako yote utakayokuwa baada ya kufa kwako. Hiyo moja ya tafsiri. Ikiwa unaota unajenga nyumba, unaona unajenga kaburi juu ya nyumba. Najaribu kufikiri daktari hapa kwenye uhalisia wa kawaida kabisa. Tumekuwa mara nyingi tunahimizwa pia kwenda kutengeneza makaburi, kupalilia, kuyaweka sawa na vitu kama hivyo. Naona kama inataka kuja kwenye mafanikio zaidi. Sio? Kupalilia, kusafisha makaburi tutaieleza mbele. Nazungumzia kujenga nyumba juu ya kaburi. Na tunaendelea kusema watu wanatakiwa endelea kuona na kujifunza haya. Ikiwa unaona unachimba kaburi na wewe uko ndani ya lile kaburi na uko hai ndani ya lile kaburi, hii inaweza kuwa inaashiria kipato chako wewe kama muataji kitakuwa kina dosari ya uharamu. Umechimba kaburi, alafu mwenyewe umeingia. Nimesema kuchimba kaburi ni dalili ya mafanikio kwa na pesa nyingi. Umechimba kaburi, alafu wewe mwenyewe umeingia ndani ya lile kaburi. Unajua kuna mtu anachimba kaburi yuko nje, alafu kuna mtu anachimba kaburi tayari ameshaingia ndani ya kaburi.
Sasa ukichimba kaburi ukiwa nje ndio unapiga sasa zile sururu za mwanzo kwamba bado hujaingia. Hii ina tafsiri yake. Mafanikio ambayo hii ya mafanikio. Lakini ikawa unachimba kaburi, kaburi lishakuwa refu, wewe mwenyewe umetumbukia uko mle ndani ya kaburi. Yani unajiona kabisa kule juu, watu wako juu, wewe umezama ndani ya ile kaburi. Tafsiri yake wewe kipato chako kina haramu ndani yake. Yani una pato linalomkela na kumuudhi Mwenyezi Mungu. Sasa kitoharishe, badili mfumo wako wa utafutaji, kwa sababu mali yako haipendezi katika macho na uso wa Mwenyezi Mungu. Unatakiwa kumrejea Mwenyezi Mungu, unatakiwa kutubu, manake wewe umekula riziki za haramu sana. Unatakiwa kumrudia Mwenyezi Mungu na kutubu. Sijui nimeeleweka sawa sawa? Nimekuelewa vizuri. Kuona kaburi katika ndoto kwa mwanamke aliyeolewa sio jaribio zuri. Mara nyingi ndoto hii inaweza kutofautiana matokeo na aina tofauti. Lakini mwanamke ambaye hajaolewa, mwanamke ambaye ameolewa, anapoona kaburi katika ndoto yake, hiyo inaweza kuashiria kwamba ndoa yake inaweza kuvunjika, na anaweza kufiwa, kumpoteza mwenzi wake. Yani mwanamke kasimama kwa mwanamke ambaye ameolewa, amesimama analiona kaburi pale, basi yaweza kuwa ni ndoto katika ndoto ambazo zinaashiria kwenda kumfanyia au kumsemea au kumfikiria au kumtokea kitu kibaya mume wake, na anaweza kumpoteza. Ikatokea mwanamke aliyeolewa akaota ndoto amesimama karibu na kaburi, analiona kaburi liko wazi, kasimama pembezoni mwake liko wazi. Hiyo tafsiri ataingia katika ugomvi mkubwa na mumewe. Hii pia hata kwa mume wakati mwingine inaweza kuashiria hiyo. Akawa mtu amesimama katika kaburi, analiangalia kaburi. Kule tulisema yawezekana watu wanamtengenezea zengwe. Sasa hapa inaweza kuwa pia wakati mwingine huyu aliyeona kaburi liko wazi amesimama pembezoni, watapata magomvi makubwa baina yake na mke wake au baina yake na mume wake, na hivyo kufanya hiyo ndoa yao pengine kusambaratika ama kuvunjika kabisa. Kwa maana halisi ya kwa maana huo ndo uadui wenyewe wakati mwingine. Si ndio maana yake? Sana. Yes. Kuota umezikwa wewe mwenyewe katika ndoto, hiyo inaweza kuashiria kwamba unaweza kuwa na maisha magumu na unaweza usipate watoto. Kuota umezikwa katika kaburi, hiyo inaweza kuashiria unaingia katika maisha magumu, au unaweza kupata watoto au kupoteza watoto wako wote, kama ilivyo ndoto ya kung'oka meno. Kwa hizo ni tafsiri za ndoto zinazohusiana na swala ndoto ya makaburi. Kwa hiyo tunapozungumzia ndoto ya makaburi, tunazungumzia ndoto pana yenye maana pana, yenye vitu vingi. Inategemea unaitafsiri ndoto kwa wakati gani. Ukiota ndoto, ikitokea ndoto inaonyesha anayeota ni mwanamke mjamzito, hii ni dalili kadhaa za kuahidi. Ikiwa anaona kwamba anachimba kaburi jipya, ndoto hiyo inaonyesha kwamba hivi karibuni huyo mwanamke ataona muotaji atapata majanga atapata mafanikio. Yani kama muotaji kama muotaji ni mjamzito, alafu ikatokea anaota ndoto anachimba kaburi, basi hivi karibuni atafanikiwa kupata mtoto, na yule mtoto atakuwa mtoto mwema. Ukiota unachimba kaburi utajenga, utapata pesa. Sio, nimeleweka? Sasa mwanamke kakaa mjamzito yuko nje, achimba kaburi, anaona anachimba kaburi na yeye ni mjamzito. Yani anaota ndoto alafu na yeye ni mjamzito. Basi yule mtoto atakayemzaa atakuja kuwa mtoto mwema. Yani atapata mtoto muda sio mrefu, na yule mtoto atakuwa mtoto mwema. Yani atamsaidia yule mtoto kuwa ni sehemu ya maisha yake, na atamfungulia, yani atamfanyia vitu vingi sana katika maisha yake. Mwanamke anaweza kuona makaburi na akatembea kando kando yao, na hapo ndoto hiyo itakuwa inaashiria mafanikio katika kile
anachokitamani katika maisha yake. Ikitokea pia mwanamke mjamzito anatembea kando kando ya makaburi, anazunguka kando kando ya makaburi, hiyo inaashiria mwanamke huyo atapata mafanikio na yale matamanio yake aliyoyakatia tamaa katika maisha yake kwa muda mrefu yatafikia tamati na atapata anachotaka. Ikiwa tu huyu anayeota ndoto hii ni mjamzito na anaota anatembea tembea sehemu ya makaburi, basi yeye atarajie atakwenda kupata mafanikio na Mungu atamtilia neema na baraka nyingi katika maisha yake. Hizi ni baadhi ya ndoto zinazohusiana na ndoto za makaburini. Na ndoto za makaburini kama tulivyosema ziko za aina nyingi. Kuna positive na negative. Ziko zile ambazo ukiota zinaashiria wema na kuna zile ambazo ukiota zinaashiria ubaya. Mfano, unaota huko makaburini lakini unacheza ngoma. Yani umeota ndoto uko makaburini lakini unacheza ngoma. Aina yote ya ngoma, uwe mziki, ngoma yote ile. Tafsiri yake wewe una jini wa kichawi cheketu. Ndio maana wakati mwingine tunasikia makaburini sijui kuna vitu gani, kuna nini. Yaani kiashiria hicho kinakupa picha ya namna ambavyo wakati mwingine watu wanatumia makaburi vibaya basi na shaka. Kwa msingi tu ni kwamba moja ya vikao vibaya vya wachawi vinafanyika makaburini. Moja kwenye viwanja vinavyotumika na wachawi kukaa na kufanya vikao vyao, miongoni mwavyo huwa ni makaburini, kwa sababu wachawi kwa kawaida katika kila mwaka uko muda huenda kuifyonza mionzi ya vivuli vya maiti iliyopo katika makaburi kwa dhamira ya kwenda kuwatia watu giza, mikosi, nuksi na vifungo. Sasa kazi hii inakwenda kufanyika katika makaburi. Wakati mwingine wanakwenda as a team, wanakwenda kama team, wanafika pale, wanachagua ina makaburi wanayochukua, wanabeba ile mionzi, wanaivuta kwa njia ya kishirikina, wanaichukua na wanaisafirisha. Na mionzi hii kazi yake kubwa, mionzi hii unapopigwa mionzi hii katika mwili wako, wewe unapata kitu kinaitwa nuksi, na nuksi hii inatengeneza giza, na hili giza linafanya watu wanakuchukia na kukudharau. Ndio inaweza ikafika mahala katika maisha yako ukawa unaumwa. Mfano, natolea mifano miwili ama mitatu. Wa kwanza, ukawa unaumwa, yani imetokea unaumwa leo, kesho umeumwa, kesho kutwa umeumwa, umepata matibabu, umepata nafuu, unaumwa tena, umepata matibabu, umepata nafuu, umeumwa tena mara mbili mara tatu. Mwisho wa siku familia wanaambiwa bwana fulani anaumwa na kwa ugonjwa unaomsumbua anahitaji 300,000. Wachawi wameshakupiga, wameshakuvisha giza, wanataka sasa wewe ule ugonjwa iwe ndio sababu ya kuondoka kwako muda ukifika. Manake wao wanacheza na wewe katika uhai wako. Sasa watu wanasema jamani fulani matibabu yake bwana anatakiwa kwenda kupimwa 300,000 tu. Sasa familia inakaa kama ndugu, wanakaa kikao, jamani tunafanyaje, 300,000 fulani tunamsaidiaje? Tunatakiwa tumsaidie mgonjwa huyu. Watu ambia changisha hizi fedha. Basi hata yule mwenye uwezo wa kutoa 300,000 peke yake 10,000 pia hatoi. Atapatwa na dharura, mara kapata tatizo, mara kapata hiki, mara imetokea hiki. Yani ashindwe tu kutoa ile 300,000 ya pamoja ili wewe ufaidike. Na wale ndugu wengine ambao wangekuwa na uwezo wa kukusaidia wewe, na wao hawatakuwa na uwezo wa kusaidia. Zitabakia chenga. Mwisho wa siku tatizo linakuwa kubwa, unapoteza maisha. Ukipoteza maisha, kile kivuli ulichovishwa kinakuondoka. Unabaki wewe kama wewe. Pale sasa kila mtu anakuona kwa thamani ya utu wako. Kile kivuli kinakuwa kimeondoka. Ile siku ya msiba, yule aliyeshindwa kutoa 300,000 kwa ajili ya kukupa dawa na matibabu, sasa anakuja kutoa 2,000,000, ananunua jeneza, anatoa 1,150,000, ananunua mchele. Yani unakuta msiba uliokuwa mtu aliyetakiwa kunusuliwa kwa 3,300,000 anakwenda kuzikwa kwa 14,000,000, na zinapatikana soon
yani watazichelewi, wanapata milioni 14 na wanakwenda kuzika. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule unaumwa, wakati umepata tatizo, nyuma yako kulikuwa na kivuli umevishwa. Sasa makaburini ni moja maeneo ambayo wachawi hukaa kwa lengo la kwenda kutengeneza hiyo, kuichukua hiyo mionzi, kuibua hiyo mionzi na kuwavisha watu ili kuwatia nuksi. Lakini pia mionzi hii ikakushika katika mwili wako, ikakukamata sawasawa, ikakufunga kichawi, pia inaweza kukufanya watu unachowaomba wasikusaidie. Inaweza kuwa kaka yako tajiri, ana uwezo wa kukupa 50,000, 500,000, 600,000, 700,000, milioni, milioni 3, milioni 5, hata 20, akakupa ufanye biashara, na wewe huna hata biashara ya kuuza jenge. Hii mionzi ikikushika, yule mwenye fedha hafikirii, na ukipeleka taarifa ya kumuomba msaada wa kupata fedha za kufanya biashara, atakupiga kalenda. Yani utakuwa ni mtu wa kupigwa kalenda kila kukicha, kalenda. Na anaweza akawa yuko tayari wewe ukawa uko karibu yake, kwa maana yani uko tu nyumbani, yani umekaa tu unapiga mark time, uko nyumbani unakula tu unalala, lakini hakuna anayekufikiria kukupa kazi, hakuna anayekufikiria kukupa fedha za biashara. Yawezekana kakako meneja, kiongozi katika ofisi fulani, ana uwezo wa kusema ajiri huyu na ukaajiriwa, lakini akamwambia mjomba subiri, wallahi mjomba subiri, mjomba wewe subiri. Yani mjomba yani akiapishwa tu rais ushapata kazi, ndio imetoka hiyo. Subiri kidogo hapa kwa muda tu upepo upite huo. Hapa yapite sasa hivi, unajua tena upepo ukae vizuri na nini, lakini hayo yote yanaweza kuja kwa sababu wewe umepatwa na mionzi katika maisha yako. Kwa hiyo tunapozungumzia ndoto zinazohusiana na makaburini, ziko za positive, ziko za negative. Au ukaota ndoto uko juu ya kaburi, au makaburini, alafu kuna watu wanakukaba. Yani watu wamekukimbiza, kamata kwenye kaburi, wanataka kukukaba, wanataka kukuua. Hii tafsiri yake mipango yako yote ya maisha imekufa, na wewe sasa huna mbele, huna nyuma. Hapa hata kama unamiliki nyumba 20, utauza zote. Hata kama unamiliki magari 30, utauza yote, na kila utakachouza hutafanikiwa kufanyia chochote cha maendeleo mpaka utatembelea kamna mbili, kwa sababu umeonekana uko juu ya makaburi na kuna watu wanakudhuru juu ya makaburi. Maana yake wewe nyota yako imekufa kabisa na maisha yako yameharibiwa. Naam, hiyo ni tafsiri ya ndoto ya makaburini, na zipo nyingi haswa tafsiri hizi. Alhaji Dr. Sule ametugusia chache kati ya nyingi ambazo kuna shaka inawezekana ulitamani kuzifahamu, lakini kwa sababu yupo na namba ya simu ambayo mara nyingi amekuwa akiwasiliana, watu wengi wamekuwa wakimpigia simu, anapata nafasi kwa uchache kutokana na majukumu ambayo amekuwa nayo, ana tafsiri lakini sio kwa wingi kiasi hicho. Na ndio maana tunawasihi kwamba kama unahitaji kufahamu zaidi kile ambacho kinakusibu ama kinakusumbua, basi vizuri ukafika hapa Islaha Islamic Dua Center Ilala Bongoni, mtaa wa Sharif Shamba, nyumba namba 3. Ofisi za Islaha Islamic Dua Center zinapatikana hapa, na hapa sasa utakuwa na uwanja mpana zaidi wa kufahamu na kuona namna gani ambavyo unaweza ukaanza ama uanzie wapi kutatua changamoto ambazo zinakukabili. Vizuri zaidi ukatumia namba za simu wakati mwingine ambazo tumekuwa tukizitaja ama zipo katika platform zetu za mitandao ya kijamii, ambazo ni 0710 400 200, 0710 400. Tumia namba hii pia kupiga simu kama unataka kuuliza jambo, utapokelewa na utapata usaidizi wa karibu kabisa kutoka kwa Alhaji Dr. Sule. Lakini pia unaweza kutumia namba hii ya 0710 800 400 kwa wale uko nje, unaanza na alama kujumlisha 255 710 800 400, na ile ya alama kujumlisha 255 710 400 200. Zote hizo ukipigia utapata usaidizi wa karibu, lakini pia maelekezo ya ziada ya namna ambavyo unaweza kufika Islaha Islamic Dua Center. Na kwa wale ambao wanahitaji maji ya Mau Mushamas yapo, na upatikanaji wake ni rahisi sana. Unaweza pia ukatumia namba hiyo ya simu ya alama ya kujumlisha 255 ukaandika 7
10 400 200 kwa ajili ya kupata maelezo ya ziada namna ambavyo unaweza kuyapata maji. Unaweza kawa nje ya nchi, tuna utaratibu ambao tumeweka mzuri kabisa kuweza kukufikishia maji yako, na utaratibu mzuri wa malipo, na kisha ukawa miongoni mwa watu ambao huwezi kujutia pale ambapo utapata fursa ya kuyapata maji haya ya Mau Mushamas. Maji haya ni maji ya kunywa kama maji mengine, lakini haya yana vitu vya ziada ndani, kwa maana yamesomewa dua maalum kabisa, lakini pia yana visomo humo ndani, na mchanganyiko wake ni wa vyanzo 7 vya maji kutoka katika maeneo tofauti tofauti. Tutakuwa na darasa siku nyingine ya kuzungumzia maji haya kwa kina zaidi ili ufahamu, lakini nataka nikupe tu picha halisi ya namna ambavyo maji haya yamekuwa yakiwasaidia watu kutoka maeneo tofauti tofauti. Tuko hapa Islah TV, bado tunaangazia tafsiri za ndoto, na kwa wewe ambao unafuatilia kupitia TikTok, usiache, endelea kutap kama kawaida. Channel yetu iendelee kuwa hai, kwa maana account ya TikTok iendelee kuwa hai, ili watu wengi pia waendelee kuingia huko na kuona na kujifunza pia yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza hapa kupitia Alhaji Dr. Sule, mgodi unaotembea, na tuko naye hapa Dar es Salaam kwa sasa. Kwa wewe ambaye unatamani kufika kituoni, karibu sana. Alhaji, tumeangazia kwa upana kidogo kuhusiana na ndoto ya makaburini. Nataka tuongeze kidogo hapa kwenye makaburi kabla hatujaendelea, na kwa sababu leo tulikuwa na nadhani tuna vitu vingi, nadhani leo tungeiacha tu hii ndoto ya makaburi kwa sababu bado ndefu na kesho inaweza kuendelea kuwa ndefu zaidi, na sisi tunataka watu waendelee kufaidika kwenye hii ndoto. Kuna ndoto ya kuwa mtu anaota anakwenda kwenye makaburi lakini yamejengewa. Unajua kuna makaburi yamejengewa uzio alafu yana mlango. Kwenye ule mlango kama makaburi ya Kisutu yale, kama Mwinyi Mkuu Magomeni hapa, aina ile ya makaburi yanakuwa yamejengewa uzio, alafu kuna mlango wa kuingia eneo la makaburi. Ukiota ndoto wewe mwanamume au mwanamke ukafika eneo la mlango ukaukuta mlango uko wazi, hapa kuna tafsiri mbili. Ukaukuta mlango uko wazi wa kuingia ndani ya makaburi, tafsiri yake ni kwamba wewe utajenga nyumba nzuri yenye kubwa yenye wasaa zaidi kuliko ulionayo, ikiwa ulishajenga nyumba. Ikiwa hujajenga nyumba, basi utapata nyumba kubwa zaidi, au utajenga nyumba 2 kwa wakati mmoja, tena kubwa zenye wasa zitakazo kustarehesha nafsi yako. Lakini ikitokea umeota unakwenda kwenye geti ya mlango wa kaburi na pamefungwa, yani ule mlango wa kaburi wa kuingia makaburini umefungwa, na umefika pale unatafuta kuingia lakini umefungwa, maana yake wewe kama una nyumba, hiyo nyumba utaiuza. Kama una fedha, hizo fedha zitapotea, utazidi kuwa maskini. Kama una mipango, hiyo mipango itaharibika yote. Kama una chochote cha mafanikio, hata kama una vyote, umebakiwa na ndoa ambayo inakufariji tu, huna kitu, kirudi nyumbani mtu anamkuta kapika mboga ya mchunga ama kapika mboga ya matembele na ugali, hujui hata matembele alikotoka, umekula umefarijika, huyo mke pia atakuacha stendi. Mtafika mahala utakuwa na maisha magumu kiasi hata usijue utakula wala kunywa nini, utakula wala kunywa nini katika maisha yako. Hiyo ni moja kati ya tafsiri za watu ambao wanaweza kujifunza tafsiri za ndoto kwa mtu anayeota makaburini. Unajua watu wengi wamekuwa na shida ya kutaka kutupigia simu. Mimi nadhani kwa leo tuwaruhusu simu tupate angalau dakika 40 za simu, na baada ya hapo tuendelee na tafsiri, tuendelee na tumalize kipindi, tuendelee na ratiba nyingine. Kesho tutaendelea tena kwenye nafasi ya tafsiri ya ndoto hiyo kwanza ya ndoto hii ya kuwa makaburini, tutaendelea nayo. Tutamaliza vipande vichache vilivyobaki, kisha tutakwenda kwenye ndoto ya pili, yani ndoto ya kuwa unakula nyama au vyakula. Na mtazamaji wa Islah TV, kama ambavyo tumemsikia Alhaji Dr. Sule hapa, fursa ya kupiga simu ndio wakati wake hivi sasa. Unaweza kutumia nafasi hiyo ya kupiga simu kupitia namba ambayo tumekuwa tukihitaji hapa. Pia inapatikana kwenye account ya TikTok, pale tuko live, iko pale. Kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia TikTok, namba hiyo ambayo unaiona kwenye screen yako hapo ndio ambao unaweza kuitumia kupiga simu. Kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia YouTube, basi ni alama ya kujumlisha 255 710 800 400.
namba hii unaweza kuitumia kwa wewe ambaye uko TikTok, unaiona hapo kwenye screen. Piga simu sasa hivi kama una swali ama una jambo unataka kuzungumza na Alhaji Dr. Sule, moja kwa moja hapa utazungumza naye. Kwa wale ambao wamekuwa wakiandika kupitia comments, basi tunashukuru sana pia, kwa sababu tunaona kile ambacho mnakiandika na tunakipitia wakati tukiseti maswali yako, kuyaweka vizuri kwenye comment ili tuweze kuyasoma hapa na Alhaji aweze kuyajibia. Kwa hiyo nafasi sasa iko wazi ya kupiga simu kupitia namba 0710800400. Kwa walioko nje ya nchi unaweza ukaanza na alama ya kujumlisha 255 710 hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaanza, ili tupate nafasi ya kuzungumza nawe mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia TikTok, lakini pia kupitia YouTube channel kama ilivyo ada na kawaida. Sawa, sasa wakati tunasubiri simu hapa Alhaji, nijaribu kuangalia kidogo kwenye upande wa ujumbe kwenye comments za mtazamaji ambaye anatufuatilia kupitia TikTok. Mengi umeyazungumza hapa. Ndugu yetu Temo anauliza sasa, Sule, jinsi gani ya kuepuka hizo ndoto? Yani jinsi gani unaweza kuziepuka hizo ndoto? Kwanza naomba nitoe maelezo. Sio jambo rahisi kuepuka ndoto, kwa sababu ndoto ni mfumo wa maisha ambao Mungu kaupanga katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Na katika mada iliyopita ya jana tulitoa ufafanuzi kwamba ndoto zimegawanywa katika makundi matatu. Za kwanza ni ndoto za Mwenyezi Mungu, kwa maana ndoto taarifa zinazotokana na habari anazopewa mwanadamu katika maisha yake ya kila siku, kama ana mema yanamjia au mabaya, au yamempata au yanataka kumpata, mazuri au mabaya katika maisha yake. Hilo la kwanza. Kwa hiyo unaposema hutaki kuota, tafsiri yake hutaki kupata taarifa ya maisha yako. Na ndiyo maana wachawi na maadui wa maisha yako kila siku wanapotaka kukupiga na kukufanya usijue unasumbuliwa na nini, kitu cha kwanza kabisa wanachokifanya ni kukufunga ndoto. Ndiyo maana kuna baadhi ya watu wana moja kati ya sifa mbili. Ima akiota anasahau au haoti kabisa. Na bora huyu ambaye anaota anasahau kuliko huyu haoti kabisa. Kwa sababu huyu ambaye haoti kabisa kafungwa kisha kafungwa tena. Okay. Kwa hiyo huyu kama ni uchawi umepigwa, alafu ule uchawi pia ukapigwa, ili hakikishe kwamba haoni hata mwanga. Manake kama yuko kwenye chumba cha giza ambacho hakina hata mwanga, na hawezi kupata kuona chochote nje, hata dalili ya kupata kujua nje anatokaje. Kwa hiyo nimwambie tu mtazamaji wetu, sio jambo rahisi kwamba utakuwa usiote. Ukiona huoti, hayo pia ni maradhi, na hilo nalo ni tatizo. Cha msingi unatakiwa kuota ili ujue wakati huo uko kwenye situation gani. Uko kwenye mazingira danger zone au uko katika mazingira safe. Sasa kujua uko katika mazingira gani, ndoto ndo itakusaidia. Sasa kimsingi kabisa, nini anachotakiwa kufanya? Anachotakiwa kufanya ni kujua nini cha kufanya baada ya ndoto. Baada ya ndoto ndio atajua nini cha kufanya. Kwa nini? Kwa sababu ndoto itaashiria ufanye dua ya dafal bala ili uifungue hiyo ndoto isikupate. Na wakati mwingine ndoto inaweza kufutwa hata kwa kichinjo, kwamba unafanyiwa maombi, unafanyiwa dua, na mwisho wa siku katika ndoto yako unakwenda kabisa kufanyiwa unafanya dua, unafanya kichinjo, unatoa sadaka ili kuomba jambo lisiende, yani usipate matatizo katika maisha yako. Hiyo ni la kwanza. Sala pili, kama ndoto inahitaji kusaidika, yani kupate au lile zuri ulipate, sasa ipo dua ya kuvuta yale mafanikio yanayosomwa katika ndoto ambaye anaweza kukupata na kupata furaha. Naona kuna simu, sijui ni mwenzetu katika familia ya maudhui tulionayo au ana jambo kinyume. Hello? Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Uko nasi katika kipindi cha tafsiri za ndoto au una jambo binafsi? Jambo binafsi. Haya, kama hauko kwenye kipindi cha tafsiri za ndoto, tunakuomba utupigie kuanzia saa 5 na dakika 10 tutakapomaliza kipindi hiki tafadhali. Asante. Namba za kupiga ni 0710 800 400
au unaweza kutupigia kwa wale ambao wako nje ya nchi. Namba hizo unazama, imeandikwa waache wafu wawazike wafu wao. Maana yake anayezikwa kafa na anayezika kafa. Kwa kuna kuzikwa kiimani, kuna kufa kiimani. Kwa kitendo cha kumuona mume wake yuko juu ya kaburi na chini ya kaburi kuna marehemu ama maiti, hii tafsiri yake mumewe ana upungufu wa imani, imani yake imekufa, anafanya madhambi sana, amekithirisha kiwango cha madhambi, apunguze kiwango cha madhambi ili aweze kukidhi haja ya mahitaji yake. Sawa, kwa mtazamaji ni kukumbusha tu bado nafasi uko nayo kwa wewe unatamani kupiga simu hivi sasa. Namba ya simu inapatikana hapo kwenye screen yako kwa wale ambao wanatumia TikTok, lakini pia kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Islah TV, basi unaweza kupiga simu kwa namba hiyo ambayo unaiona kwenye screen kwa wale ambao wanatufuatilia TikTok. Lakini kwa huku ni kwamba alama ya kujumlisha 255 710 unaandika 0710 800, yani 0710 basi tumia nafasi hiyo kupiga simu hapa. Kwa wale wako nje unaanza na alama kujumlisha 255 710 na namba hii pia inapatikana WhatsApp kwa wale ambao wanatufuatilia. Nimeona kuna mtu mmoja ameuliza kwenye TikTok huko kwamba namba hiyo inapatikana pia WhatsApp. Basi namba hiyo inapatikana na iko hewani pia. Iko hewani pia. Kwa hiyo unaweza kutumia kupigia sasa hivi kama una swali kutokana na maelezo ambayo ameyatoa Alhaji Dr. Sule hapa. Lakini pia kuna swaiba wetu ametuandikia anaitwa Ponda Boy, anasema je, kabla sijatoa neno langu, kuna mtu anauliza, je, Shekhe, jini subiani wa asili anaweza kutolewa? Majini yako ya namna mbili, kuna ambaye anaweza kutolewa na kuna ambaye hayawezi kutolewa. Na ziko sababu za msingi katika hili, na naomba watu waelewe, kwa sababu kuna aina majini ukilazimisha unaondoka naye, badala ya kutoa unaondoka naye. Yes, kwa sababu majini inategemea kaingiaje, anafanya nini, amekukontrol kwa kiasi gani. Yani ni sawa na kufanya operation ya moyo au ya uvimbe katika mshipa unaopitisha damu kwenye moyo. Utatoa uvimbe, lakini mwisho siku mgonjwa atakufa. Kwa tunajaribu sana kulifundisha hilo watu walielewe, kwa wale ambao wangependa. Lakini cha msingi unaweza kupiga simu ndugu yetu mwenye 855594 ili tuone tunakusaidiaje, kama kutakuwa na njia ya kusaidia. Bila shaka njia ya kusaidia ipo. Kama ni wa kutolewa tutakwambia, na kama si wa kutolewa, kutenganishwa naye, tutakutenganisha naye huyo shetani ili maisha yako yaendelee kuwa ya kawaida. Lakini kuna simu hapa inaingia, ngoja tumpendelee huyu, tumpe nafasi iwe simu ya mwisho. Naam, habari. Kuwaeleza watazamaji wetu wa Islah TV, lengo la Islah TV kwanza ni kutoa elimu ili mtu ajue shida alizonazo, matatizo alionayo, na kumpa mbinu za kutatua hizo changamoto bila ya kumshirikisha na kumkufuru Mwenyezi Mungu. Ndoto ni taarifa ambayo mwanadamu anapaswa kuipata, ikiwa ndoto hiyo itakuwa katika lile kundi la kwanza la ndoto, taarifa inayotokana na Mwenyezi Mungu. Lakini pia ziko ndoto kumbukizi na ndiko ndoto za mashetani. Ili kujua ndoto gani ya Mwenyezi Mungu, gani ya mashetani na gani kumbukizi, hii taaluma, elimu ya kutosha katika kuyajua hayo na kuyaelezea na kuyafanyia kazi. Cha msingi, wale wote ambao tumekuwa nao hivi sasa, kama una jambo lolote unahitaji msaada, sasa tunakwenda kufunga kipindi, unaweza kutupigia simu ili ukapata huduma zetu. Lakini pia niwaambie tu watazamaji wetu wa Islah TV, tuna kituo kinachotoa huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali, lakini shida na utatuzi wa changamoto na matatizo mbalimbali ya kibiolojia na yasiyokuwa ya kibiolojia. Usisite ukiwa na tatizo, na wala usihisi kwamba limekosa majibu kwa sababu ulipita kwa fulani, ukapita kwa fulani, ukapita kwa fulani. Naomba nikuhakikishie, Mwenyezi Mungu akitia hidayah kwenye kutatua changamoto, pale usipopatarajia ndio Mwenyezi Mungu anaweza kuleta msaada wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anachotaka ni kuaminiwa na kukusudiwa na viumbe wake juu ya matatizo mbalimbali. Kwa hiyo niwaombe kwa dhati ya moyo wale wote ambao wanahitaji msaada wetu
wanahitaji ushirikiano wetu katika kutatua changamoto za matatizo na shida mbalimbali zinazozunguka, tunapatikana Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba namba 3. Namba zetu za simu ni 0710 800 400, 0710 400 na 0764 11 16 16. Kupiga namba hizo utakuwa tayari umetupata live, na tunapatikana hapa kuanzia saa 2 asubuhi hadi majira ya saa 12 jioni. Kila siku ya Mungu tunakuwa tuko kazini. Hatuna off kwa sababu tunaamini matibabu na magonjwa hayahitaji kumpigia mtu hodi. Wakati wote mtu anaweza kupata shida. Kwa hiyo siku zote 7 za wiki, masaa 12 tunapatikana hapa ya mchana. Ni wewe kufika kwa wakati wako na kupata huduma. Nadhani nitoshewe kwa hapa. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Na mtazamaji wa Islah TV, shukran kwa kutufuatilia muda wote. Tumekuwa pamoja hapa kukuletea mazungumzo haya na tafsiri ya ndoto, na leo tumeangazia ndoto ambayo ndoto za makaburini. Umemsikia Alhaji amefafanua kwa uzuri kabisa hapa. Shukran kwa wale wote ambao pia umetupigia simu kutoka maeneo tofauti duniani. Hakika tumekuwa pamoja. Shukran kwa Watanzania wenzetu pia ambao wametutafuta kama ilivyo ada. Asante, na nikutakie pia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi naitwa Ali Ngamba, nyuma ya kamera yuko Jamal Hamza, Maumo Shamas. Usiakose, haya ni muhimu sana kuyapata. Endelea na kubaki kuitazama Islah TV.